Kitabu kinaonyesha kuwa maboresho ya sheria ya uwekezaji ya mwaka 2022 na hatua ya kuanzisha TISEZA yamejenga msingi wa kurahisisha huduma za wawekezaji na kuondoa urasimu. Hii ni muhimu sana kwa sababu wawekezaji wanatafuta mazingira yenye kutabirika, wanataka kujua taratibu zikoje, vibali vinapatikanaje, kodi zikoje, ardhi inapatikanaje, mikataba inalindwaje na taasisi zinafanya kazi kwa kiasi gani. Serikali ya awamu ya 6 imeweka msisitizo mkubwa katika kuvutia wawekezaji wa ndani na nje. Hata hivyo, uwekezaji tunaotaka si uwekezaji wa takwimu pekee, bali uwe ni uwekezaji unaozalisha ajira, unaoongeza teknolojia, unaoongeza mapato ya serikali na unaoongeza ushiriki wa Watanzania katika uchumi. Nimeeleza maeneo hayo matatu, lakini pia kitabu kimeonyesha maeneo mengine ambayo nitayaeleza kwa ufupi, ikiwemo uzalishaji wa nishati ya umeme imeongezeka kutoka takriban megawatts 1601.84 mwaka 2020-2021 na kufikia megawatts 4552.54. Vile vile kwa upande wa uchumi wa kidijitali, mfumo wa malipo ya papo kwa papo umeongezeka kukua. Thamani ya miamala imeongezeka kutoka takriban shilingi trilioni 12.5 mwaka 2023 hadi trilioni 29.9 mwaka 2024. Kadhalika, elimu na rasilimali watu, bajeti ya mikopo ya elimu ya juu imeongezeka kutoka shilingi bilioni 570 mwaka 2021 hadi mwaka 2021-2022 hadi bilioni 787.4 mwaka 2024-2025. Wanufaika wameongezeka kutoka 177,925 hadi kufikia 248,331. Kwa upande wa uandikishaji wa wanafunzi wa sekondari, Tanzania bara wameongezeka kutoka takriban wanafunzi milioni 2.47 mwaka 2020 hadi kufikia milioni 3.31 mwaka 2024. Serikali inaendelea kuondoa changamoto katika uandikishaji, lakini pia inaendelea na utekelezaji wa mtaala mpya unaozingatia umahiri, elimu ya amali, mafunzo ya ufundi stadi na ujuzi wa tehama ili kuwatayarisha vijana wanaohitimu katika soko la ajira. Pamoja na mafanikio haya ambayo kitabu kimeonyesha, nami nimeyaeleza baadhi, lakini pia kitabu hiki kimeonyesha changamoto. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na ucheleweshaji wa baadhi ya taratibu, changamoto za tehama na migogoro ya ardhi. Hata hivyo, changamoto hizo hazipunguzi thamani ya mageuzi. Badala yake, zinatukumbusha kuwa mageuzi ni safari, si tukio la siku moja. Sheria ikitungwa lazima ifuatwe. Sera ikitangazwa lazima itekelezwe. Bajeti ikitengwa lazima isimamiwe. Mradi ukijengwa lazima utumike na kutunzwa. Na pia takwimu zikikusanywa lazima zitumike kufanya maamuzi. Ni imani yangu kuwa kitabu hiki kitakuwa rejea muhimu kwa viongozi wa serikali, wabunge, majaji, mawakili, watunga sera, wasomi, wanafunzi, sekta binafsi na wananchi. Kitusaidie kutafakari kwa kina kuhusu hatua tulizopiga, changamoto zilizopo na njia bora ya kusonga mbele. Kitasaidia pia kupima matokeo ya sheria na sera kwa ushahidi.